sababu 5 kwa nini Roho Mtakatifu afanye kazi katika maisha yako. Sababu 5 za Roho Mtakatifu kutenda kazi katika maisha yako. Sababu ya kwanza, kwa nini Roho Mtakatifu atende kazi katika maisha yako, ni ili ushinde kila jaribu. Ili ushinde kila jaribu. We are always tempted. Mara zote tunajaribiwa. Mara zote tunajaribiwa. Mara zote majaribu yanakuja katika maisha yetu. Sasa ili uweze kushinda kila jaribu linalokuja katika maisha yako, unahitaji kumruhusu Roho Mtakatifu atende kazi katika maisha yako. Waebrania sura ya 4 mstari wa 14 na wa 15. Waebrania sura ile ya 4 mstari wa 14 na wa 15. Basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu, kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuliana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya kwanza, kwa nini Roho Mtakatifu atende kazi katika maisha yako, ni ili ushinde. Kumbuka, usipokuwa na Roho wa Bwana utashindwa kila jaribu. Utaanguka katika majaribu. Utaanguka katika majaribu. Hautashinda majaribu. Lakini Roho wa Bwana anapotenda kazi katika maisha yako, unashinda kila aina ya jaribu linalokuja katika maisha yako. Unaweza kumkumbuka Yusufu. Alishinda jaribu baya sana, sababu ndani yake kulikuwa na nguvu ya Mungu inatenda kazi. Daudi alishinda kwa sababu ndani yake kulikuwa na nguvu ilikuwa inatenda kazi. Sababu ya pili. Sababu ya pili, kwa nini Roho Mtakatifu atende kazi katika maisha yako, ni ili ushinde katika mazingira ambayo ungeshindwa. Ili ushinde katika mazingira ambayo ungeshindwa. Roho Mtakatifu ni muhimu atende kazi katika maisha yako ili uweze kushinda katika mazingira ambayo ungeshindwa. Sasa sikiliza. Tunaishi katika mazingira ambayo Shetani anataka tushindwe kila siku. And that's why it is very important to have the power of Holy Spirit. Kwa sababu mambo tunayokabiliwa nayo kila siku ni mambo ambayo kwa kawaida hatuwezi kushinda. Unaweza kuniambia ni kitu gani rahisi sana kufanya hapa duniani? Kitu gani ambacho ni rahisi sana unaweza kufanya kwa wepesi sana? Ni nini? Ukifuatilia utakuta kila kitu ni kigumu. Hata unapozungumza mafanikio ya ulimwengu huu, it is very hard to succeed. Si rahisi sana kama unaweza kufanikiwa. Unapozungumza mambo ya kiroho, kumtafuta Mungu na kuwa karibu naye, kuwa na mahusiano mazuri na Mungu, si kitu rahisi, ni kitu ambacho si chepesi. Tunaishi katika mazingira ambayo inapaswa tushindwe. Ndio mazingira tunayoishi nayo. Ndio maana inatakiwa bidii. Kila kitu tunachokifanya ufanye kwa bidii. Kwa nini? Mazingira ya ulimwengu yalivyo ni ili sisi tusiendelee. Kwa tunaishi katika mazingira ambayo adui anataka tushindwe. Sasa tunahitaji Roho wa Bwana atende kazi katika maisha yetu ili katika mazingira haya ambayo tungeshindwa tuweze kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Angalia kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura ya 17 na ule mstari wa 42. Samueli wa kwanza sura ya 17 na ule mstari wa 42. Fungua pale. Ili uweze kushinda katika mazingira ambayo ungeshinda. Ule mstari wa 42 unasema hata Mfilisti alipotazama huku na huku akamwona Daudi akamdhalau, kwa kuwa ni kijana tu
mwekundu, tena ana sura nzuri. Manake Daudi kwa muonekano wake na kwa vile alivyokuwa, yale yalikuwa sio mazingira ya yeye kushinda ile vita. Ndio maana ukitazama hata wakati Mfilisti anamtazama akamwona ni kijana mdogo, tena anatumia maneno si mazuri sana, anasema kijana mdogo tena mwekundu, mzuri kijana yule. Sasa alionekana yale mazingira ya vita hawezi kushinda, lakini kwa sababu